Mtazamaji wa Televisheni Tumaini, tumsifie Yesu Kristo. Bila shaka hujambo na karibu katika kipindi hiki cha Ijue Liturujia kinachokujia kutoka hapa Tumaini Television. Ipe nafsi yako tumaini. Kipindi kilichopita tulikuwa tunatembea katika tafakari ya kipindi cha Majilio. Tukajifunza habari ya mshumaa wa juma la kwanza kwamba ni mshumaa wa matumaini. Mshumaa wa juma la pili ni mshumaa wa amani. Mshumaa wa juma la tatu tukasema gaudete, yani furaha, na mshumaa wa juma la nne ulikuwa unaitwa mshumaa wa upendo, love. Na tumejifunza vya kutosha mambo mengi kwamba ilikuwa safari ya Majilio ni safari ya matumaini. Na sasa leo tunakuletea tafakari ya kipindi cha Noeli. Tutajua ndani ya tafakari hii kwamba Noeli maana yake ni nini na asili ya Noeli na nani alianzisha hiki kipindi cha Noeli. Mimi naitwa Sister Salvina Makonde, lakini pamoja nami tunaye baba Padre Clement Kio wa idara ya liturujia Tanzania kutoka TC, na uwe nami tangu mwanzo hadi tamati, tujifunze mambo ya kwetu yanayomhusu Mungu katika kanisa takatifu Katoliki na la mitume. Baba Kio, tumsifie Yesu Kristo. Milele amina. Habari za tumaini? Salama. Habari za TC? TC tuko wazima. Kwa kweli naonekana na afya njema, na sisi tumependa sana kuja TC. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Baba, nikukaribishe ufungue kipindi chetu kwa sala. Asante. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Uje Roho Mtakatifu, uzienee nyoyo za waumini wako, uwatie mapendo yako, peleka Roho wako, vitaomba upya na nchi itageuka. Tuombe. Mungu uliyefundisha nyoyo za waumini, ukiwaletea mwanga wa Roho Mtakatifu, tunaomba tuongozwe na yule Roho, tupende yaliyo mema, tupate daima faraja zake. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Amina. Baba Kio, kuna wimbo leo nasema kwamba zanena sikukuu kengele za juu. Ama kweli wewe ni kwa master aswa. Baba, basi tuanze moja kwa moja na utangulizi. Karibu. Basi kama tulisikia tunaongelea juu ya Noeli au Christmas. Christmas au Noeli. Kuna tofauti yoyote? Christmas ni sherehe tunazosherehekea duniani kote. Ambapo kwa kawaida tunasherehekea tarehe 25 ya mwezi Disemba. Na tunaposema Noeli inategemea na neno, inatokana na neno natus, maana yake kuzaliwa. Na Christmas inatokana na neno kwa kweli linatokana na neno la Kilatini Christus Messe, maana yake misa ya Kristo. Kwa hiyo Christ Mass ndio tukapata Christmas. Kwa hiyo ni misa inayohusu Kristo. Swali ambalo tunajiuliza, hii Christmas au sherehe za Christmas au Noeli zinatoka wapi? Zimeanzia wapi? Kama nilivyosema, Noeli ni sherehe ambayo tunasherekea ulimwengu mzima. Na neno hili linatokana na neno la Christ Mass, manake misa ya Kristo. Hii inatokana na neno la Kiebrania Mesia. Tumezoea kusikia mtu akisema Mesaya, au tumezoea kusikia tulipotafsiri kwa Kiswahili Masihi au Masiha. Hakuna tofauti, Masihi au Masiha ni hiyo hiyo. Kwa hiyo kwa Kristo, Christmas ni sherehe kubwa sana ya kuzaliwa kwa mkombozi wao kati yetu. Tukiangalia labda tarehe, unajua kwa nini tunaadhimisha tarehe 25? Na ndio swali haswa nilikuwa nataka nikuulize. Kwa nini? Ndani ya moyo wako ni kama ulikuwa unataka kuuliza hilo swali. Hebu niulize sasa. Swali linalozunguka kwenye mioyo ya watu wengi, ya waamini wengi, kwamba kwa nini Christmas? Kwa nini tunaadhimisha Christmas? Na tarehe halisi ya Christmas, je, ni tarehe 25? Wengine wanasema hata sio tarehe halisi. Kristo hajazaliwa tarehe 25. Mwingine anasema, anajibu sasa, baba leo. Lakini swali ni kwamba amezaliwa lini? Kwamba
Labda leo tutapata majibu, baba utusaidie. Kwa hiyo tarehe halisi ya kuzaliwa Yesu Kristo haikuandikwa kwenye maandiko matakatifu. Haipo kwenye maandiko matakatifu kwamba amezaliwa tarehe ngapi. Na hata jinsi ya kuhesabu miezi sasa hivi tunavyohesabu ni tofauti na zamani Kristo alipozaliwa. Kwa hiyo ndio maana haijulikani tarehe halisi. Kinachoelezwa katika maandiko matakatifu ni kwamba alizaliwa. Tena alizaliwa kipindi gani? Kipindi cha Kaisari Augustus, pale alipotoa amri watu wote wahesabiwe, ambapo Yosefu na Maria nao wakaenda kuhesabiwa. Na tunachojua kwamba kilikuwa ni kipindi cha baridi, kwa sababu walitafuta wakaingia kwenye, ng'ombe zinakaa ndani, holi la kulia ng'ombe kule, wakati wa baridi ng'ombe zinakaa ndani, kwa hiyo ng'ombe wanalishiwa ndani. Kwa hiyo tunajua kwamba ni kipindi cha baridi. Kwa hiyo sasa swali ni kwamba kwa nini sasa kanisa limechagua tarehe hii 25 ya mwezi Disemba? Ni kwamba sasa Baba Mtakatifu Julius wa kwanza, ambaye alihudumu kati ya mwaka 337 hadi 332, yeye akaiweka kwamba sasa tutasherehekea sherehe hii ya kuzaliwa Kristo tarehe 25 ya mwezi hiyo Disemba. Kwa hiyo ndio mwanzilishi wa huyo, tunasema ndio sasa tunaanza sasa kwa Julius wa kwanza, ambaye ni miaka 337, ni zamani kabisa, kabla hata manabii wengine wa dini nyingine hawajazaliwa. Lakini basi ilikuwa tayari tunasherehekea Christmas. Na ni nadharia gani sasa iliyotumika kuichagua hii tarehe 25 Disemba? Kwanza tunasema ilikuwa ni kipindi cha baridi. Kama Yesu tunajua kwamba amezaliwa kipindi cha baridi. Kwa hiyo kipindi cha baridi ambapo jua liko katika mzingo wa kusini. Unajua kwamba kuna Tropic of Cancer, Tropic ya Capricorn. Kwa hiyo ilikuwa iko bondeni huko Capricorn. Kwa hiyo huko kaskazini kama jua likiwa mbali, usiku unakuwa ni mrefu kuliko mchana. Kwa hiyo na inakuwa ni kipindi vile vile cha baridi. Inaitwa solar solstice, kipindi ambacho jua liko mbali kabisa. Kwa hiyo tarehe hii ya 25 jua sasa linaanza kurudi. Kwa hiyo mwanga unaanza siku inaendelea kuwa ndefu, usiku unakuwa unaendelea kupungua ule urefu wake. Kwa hiyo kwa tamaduni za Kirumi ilikuwa ni sherehe kubwa kwamba jua linarudi, ni sherehe ya jua, na wao waliona jua kama ni mungu wao. Kwa hiyo wakasema hili ni jua lisiloshindwa, inaitwa Dies Natalis Solis Invicti. Yani kuzaliwa kwa jua lisiloshindwa, ambao Walatini walisherehekea namna hiyo. Sasa Baba Mtakatifu huyu anapoweka hii anasema, jamani, jua lisiloshindwa sio huyu, sio hili mnaloliona. Kuna jua halisi lililoshindwa ambalo limetajwa katika maandiko matakatifu kwamba jua lisiloshindwa ni Kristo mwenyewe. Kwa hiyo baba, ni kwamba hii tarehe 25 ni tayari walishaweka utaratibu kwa kusherehekea, walishakuwa kwamba ni siku ya sherehe yao. Ilikuwa tayari ni siku ya sherehe kabla haijawekwa. Kwa hiyo kulikuwa na sherehe kubwa sana. Kwa hiyo sasa Baba Mtakatifu anasema, acheni kusherehekea upagani, tumsherehekee huyu Kristo ambaye ndio jua la haki. Huyu ndio jua lisiloshindwa. Yeye anasema mimi ni mwanga. Kwa hiyo yeye, kama mnasherehekea mwanga halisi ndio huu hapa. Huu ndio ufunuo. Sasa tumsherehekee Kristo ambaye ni mwanga asiyeshindwa. Kwa hiyo basi, kutokana na hiyo sasa ile sherehe ya kipagani ile ikamezwa na Noeli, ikamezwa na Christmas. Kwa hiyo badala ya kumsherehekea mambo ya kipagani, tunamsherehekea sasa Kristo, mwanga halisi. Ni mwanga halisi, tena mwanga usioshindwa. Kwa hiyo ndio ikameza. Ndio maana ukisikia watu wengine wanaongea wanasema, nyie mnasherehekea sherehe za kipagani, sijui na nini. Hapana, hatusherehekei sherehe za kipagani, bali tunamsherehekea Kristo ambaye ni mwanga halisi, ambaye
hawezi kushindwa. Kwa hiyo Father, mimi hapa ninachokiona ni vile vile kama yalivyokuwa maisha ya Kristo. Kristo alikuwa anawafuata watu waliko, kama wale waliokuwa wanasherehekea harusi ya Kana, huko akawabadilishia divai. Kwa hiyo na kanisa nalo linajaribu kuifuata tamaduni, alafu kuweka nuru ndani ya tamaduni, ili kusudi wale watu waache ule utamaduni wao, waweze kufuata mwanga halisi kama hivi Kristo, si ndio? Kristo anakuja kuzaliwa ndani mwetu, anapyaisha maisha yetu. Kwa hiyo zile sherehe za kipagani ambazo zilikuwa zinabovusha maisha yetu zimekuja kupyaishwa, zikapewa neno akatoa mwili. Kwa hiyo kwenye yale ambayo yalikuwa ni mabovu yakatoa mwili wa Kristo, yakaimarishwa. Ndio maana sasa tunaishi maisha mazuri, maisha halisi ya mwanga halisi. Vile vile kuna nadharia inaitwa nadharia ya mahesabu. Inaaminika kwamba walikuwa wanaamini wale tangu mwanzo kwamba siku Yesu alipotungwa mimba ndio siku hiyo hiyo alipoteswa na kufa. Ilikuwa inasemwa hiyo. Sasa wale wenzetu wa mwanzo wale, hasa Tertullian na wenzake, wakasema kama Yesu siku hiyo alipokufa ndipo alipotungwa mimba, wakapiga mahesabu ile tarehe 14 ya mwezi Nisan, ambayo ndio inaaminika kwamba ndio aliyopoteswa. Mwezi Nisan wa Kiyahudi. Wakapiga mahesabu wakasema inawezekana ni tarehe 25 ya mwezi Machi, ambayo ndio ni sawa na tarehe 14 ya mwezi Nisan. Kwa kama hiyo siku ndio alipotungwa mimba, je, alizaliwa lini sasa? Inawezekana basi ni miezi 9 baadaye. Kwa hiyo ukipiga mahesabu kuanzia tarehe 25 ya mwezi Machi mpaka tarehe 25 ya mwezi Disemba ni miezi 9. Ndio maana sisi tunasherehekea sherehe ya kupashwa habari Bikira Maria tarehe 25 ya mwezi Machi. Kwa hiyo kutungwa kwake mimba. Halafu akaja kuzaliwa miezi 9 baadaye tarehe 25 ya mwezi Disemba. Kwa hiyo ni mambo ya kimahesabu na mambo ya ile imani kwamba siku aliyozaliwa, aliyotungwa mimba, ndipo aliposulubiwa na kufa. Na huu mwezi Nisan, Father? Ndio. Mwezi Nisan huu ni mwezi gani? Mwezi Nisan ni mwezi wa Kiyahudi. Yaani mfano unaposema mwezi wa 3, kwa Kiingereza nasema mwezi Machi. Ndio. Kwa hiyo mtu mwezi wa 3 ni mwezi gani? Ni mwezi Machi. Sasa Wayahudi wanasemaje mwezi Nisan ni nini? Kwa hiyo mwezi Nisan ndio mwezi Machi. Kwa hiyo mara nyingi inakuwa ni mwezi Machi Aprili, kwa kuoga ni katikati ya Machi na Aprili. Ndio maana Pasaka inaangukia either mwezi Machi au mwezi wa Aprili. Kwa hiyo ndio huo mwezi wa Kiyahudi uko hapo. Kwa hiyo hayo ndio mahesabu. Na wenzetu wa makanisa ya Mashariki walipiga mahesabu vile katika hesabu hizo ambazo iliangukia tarehe 6 ya mwezi Aprili na tarehe 6 ya mwezi Januari. Ndio maana wenzetu wa Mashariki wanaadhimisha Noeli siku ya tarehe 6 ya mwezi Januari. Lakini huu tofauti ulitokea baada ya kubadilisha kalenda. Kuna kalenda ya Julian na kalenda ya Gregorian. Zamani ilikuwa inatumika kalenda ya Julian, lakini baadaye wakati wanapiga mahesabu kwamba kumbe siku sio 365, kuna siku 65 na robo. Sasa unapohesabu miaka zile usipozipunguza, maana yake unakuta miaka inazidi. Kwa hiyo hawa Gregorian walipokuja kupiga mahesabu wasema inawezekana tulizidisha siku. Kwa hiyo wakapunguza siku katika kalenda ya miaka ile, badala ya kuwa labda 2020 na sasa hivi tuko 2025. Ingewezekana kama tusingepunguza zile robo ingekuwa ni 2020, ingekuwa ni 2000 labda na 30. Kwa hiyo walipopunguza, wale wenzetu wa Mashariki wakabaki na ile kalenda ya zamani ambayo ndio inaitwa ni Julian. Yes, Julian calendar. Maana sasa wao wana siku ni nyingi zaidi. Yes, wao siku ni nyingi zaidi. Na sisi tukatumia Gregorian calendar. Ndio maana tukapunguza. Unaona hiyo tofauti. Wao tarehe 6, si tarehe 25. Lakini cha msingi tunaadhimisha fumbo moja la Kristo kuzaliwa. Labda sasa tunajiuliza kuna alama gani kipindi hiki cha Noeli? Ushapita huko ukaona kwenye maduka wamepamba. Kuna miti ya Krismasi, kuna rangi mbalimbali, kuna nyota. Nitaka niulize hapo Father.
Inasemekana kwamba Ndio. mwanzilishi wa pango la mtoto Yesu ni Mtakatifu Francisco wa Asizi. Ndio. Na sijui baba, wewe unaweza ukatufanulia namna gani? Maana yanasema mambo mengi Father. Kwa hiyo tunapata majibu sahihi kutoka kwako. Basi tuzione hizo alama za Noeli, ikiwepo hilo pango la mtoto Yesu. Kwa hiyo ziko alama mbalimbali ambazo tumedhihirisi, ambazo nyingine zimetoka kabla ya Krismasi, yaani maana kabla ya kuzaliwa Kristo, nyingine wakati wa kuzaliwa Kristo, halafu baadaye nyingine ziliongezeka kwa kadiri karne zilivyoendelea na kwa kadiri Ukristo ulivyoendelea kumea duniani. Moja ya tamaduni ni utoaji wa zawadi. Wakati wa Christmas tunaona kuna yule mtakatifu Nicholas anapita, amevaa rangi nyekundu, na kofia amevaa nini haya. Kwa hiyo anatoa zawadi. Kwa hiyo ni utamaduni ambao ulikuja baadaye, ambao tunasema mwanzishi wake alikuwa ni mtakatifu huyo Nicholas. Au tunasema Santa Claus. Kwa hiyo huo ni utamaduni wa kutoa zawadi. Ndio ile tunamwita Babu Natale. Babu Natale. Okay. Umejiandaa kutoa zawadi? Nimeshaweka kibubu changu, kila siku natoa zawadi ya Tuanzie kwangu. Tuanzie kwako? Ndio. Ya kabisa. Basi hiyo ni kitu kizuri. Kwa hiyo kila mtu kipindi hiki wanaalikwa, Wakristo wote kujiandaa kutoa zawadi, lakini hasa kwa wale wahitaji, maskini ambao wanahitaji. Lakini vile vile yapo hayo mapambo mbalimbali. Kuna miti ya Christmas, tunaita Christmas. Tunapamba, halafu ule mti tunaweka maua kadhaa. Saa nyingine tunaweka pamba, malaika vidogo vile. Tunaweka kuna matunda fulani mekundu hivi, tunaweka nyota, tunaweka vile vimulimuli vile. Zote hizo ni mambo ambayo haya tunasema yaanzia karne ya 16. Jinsi siku ilivyoenda kutokana na mambo hayo na ya majira, kwa hiyo tukaweka mambo hayo. Vile vile kuna hiyo nadharia ya picha za kuzaliwa Yesu, ndio tunasema pango. Tunasema tukamwone mtoto Yesu pale pangoni. Alitafakari huyu Mtakatifu Francisco wa Asizi kwamba Wakristo na watu unapoangalia picha unapata zaidi, unajifunza zaidi. Kwa hiyo akaanzisha pango mwaka wa 1223, hilo la kuzaliwa Kristo. Kwa hiyo tunaweka pale picha ya mtoto Yesu, wale mamajusi wanaleta zawadi, kuna ng'ombe wako pale horini, kondoo na kadhalika, wachungaji. Kwa hiyo nadharia hii ilianzishwa na Mtakatifu Francisco wa Asizi. Na tumaini huko maparokiani tumeshaanza kuandaa hayo mapango ambayo yanatuleta, tunapoona tayari yanatukumbusha kwamba Kristo amezaliwa. Basi tumwambie mtazamaji, maana swala hili la pango hawakujua wengi kwamba ni mwanzilishi Mtakatifu Francisco wa Asizi. Mtazamaji, umesikia kwamba Father akituelimisha kwamba mwanzilishi halisi wa pango la mtoto Yesu ni Mtakatifu Francisco wa Asizi. Anapoweka picha za watoto, picha za wachungaji, ni kwa ajili ya kutufanya au kufanya wewe uweze kutafakari zaidi. Ndio maana siku ile anasema kwamba sasa kabla ya kumaliza misa tunapotoka nje tuelekee kwanza pangoni tukatoe zawadi. Unapokwenda kutoa zawadi pale unapata baraka nyingi sana, kwa sababu tunapotoa zawadi tunamtolea Yesu wa mbinguni. Manake pale ni kama picha tu ya kutuvuta sisi tufikirie mtoto Yesu halisi. Sawa. Lakini basi kipindi hiki vile vile tunatumia rangi zile za Christmas, mara nyingi kijani kikionyesha umilele, rangi nyekundu zikionyesha kwamba huyu ni mfalme, ile rangi ya kifalme ambayo ina kama dhahabu. Vile vile tuna mambo ya muziki. Tulianza na kamuziki pale, zanena sikukuu kengele za ziko, yani hii kuna nyimbo nyingine za Kilatini bali kule in excelsis Deo. Ni nyimbo ambazo ukizisikia unasema kweli tuko kipindi hiki cha Noeli. Kwa hiyo muziki na nyimbo mbalimbali
Tararan, tararan, tararan. Kwa hiyo zote hizo zinatuonyesha kwamba kweli ni kipindi hiki cha Noeli, lakini vile vile kuna vyakula pilau, mambo ya pilau mambo ya kuminyaminya. Sijui mtazamaji unatarajia kiroho kujiandaa cha kwanza na kimwili siji umeandaa. Watoto lazima kipindi hiyo kwenye Noeli wasikimbie mbali. Wanajua kwamba pale kumeandaliwa vitu vya pekee, pilau, imechinjwa jogoo. Na ni sikukuu ya watoto Father, si ndio? Ndio, mtoto mwenzao amezaliwa. Kwa hiyo mambo ya vyakula, vinywaji vizuri. Kwa hiyo kumbe tangu enzi kipindi hiki kunaandaliwa vyakula vizuri. Wenzetu waga wanachinja bata mzinga. Wanaitwa taki, bata mzinga linachinjwa. Sijui katika wewe tamaduni zenu vyakula vizuri vya sherehe ni vyakula gani? Father, kwanza nikuulize wewe. Summorum Pontificum nikuulize huko mlikaa huko kwa wenzetu huko kwa kina mjomba kwa wazungu wao wanasherehekea vipi sikukuu? Manake huku Father sisi tunangoja mpaka kesho sikukuu ndo tunaweka vimulimuli huko. Nyinyi sasa huko wenzetu wanaanza mapema. Tunapoanza majilio unakuta tayari ofisi zimeshapambwa na nini, kama ni zawadi zinaanza mapema. Kwa hiyo mambo kama hayo. Kwa hiyo wanaanza mapema wenzetu kabisa kuanza kuandaa. Kwa hiyo inatuandaa kwamba kweli inakuja hiyo sherehe. Labda sisi unafika majumbani kule unakuta hatuoni. Ni kanisa hili tunaona kwamba wameweka kuna shada la maua, kuna nini, lakini kule nyumbani unakuta bado. Tunasubiri mpaka siku yenyewe. Kwa hiyo kumbe ni vizuri tunapotoa basi elimu hii watu waweze kutambua kwamba kumbe Christmas Noeli kweli mtoto Yesu amezaliwa. Lakini sasa Father, hapo labda nikumbushe kitu. Sherehe hii ya Noeli wengi hawaielewi. Wanaona kwamba ni sherehe za kawaida kama zingine zinazotokea Pasaka na nini. Labda tungewaambia kitu kwamba sherehe hii kwamba Father ulisema ni ya watoto zaidi ni ya watoto, ni ya familia. Ni ya familia. Labda lakini basi sio ya watoto tu, kwa sababu vile vile tunasherehekea kitu kikubwa zaidi kwamba Mungu ameingilia kati maisha yetu. Amekuja kukaa pamoja nasi. Kwa hiyo inakuwa ni sherehe ya wote. Ni sherehe ya wote, sio ya watoto tu. Lakini vile vile inaunganika na fumbo la Pasaka. Kwa sababu hatuwezi kuwa tuongelea fumbo la Pasaka kama fumbo la kuzaliwa lenyewe halipo. Kwa hiyo ni mambo kama hayo. Basi tunapotaka kuhitimisha Father, nini cha kabisa unachotaka angalau nini unachoweza kuwa au usema chochote ambacho naweza kuwafundisha? Basi kipindi hiki kama tulivyosema sio kipindi tu cha kutulia. Tushasema hasa wajibu wetu sisi kama Wakristo. Wewe kama Mkristo, sherehe hii inakusaidia nini na inamsaidia nini jirani yako? Lazima hilo utambue. Kwanza wewe kama Mkristo, jambo la kwanza ni ukarimu. Kumkaribisha jirani yako. Kama umepika siku hiyo ya pilau, usile mwenyewe. Muite na jirani yako, mwambie karibu sherehe. Zawadi usiwape tu watoto wako, wape na majirani, hata ambao ni wa imani nyingine, wa madhehebu mengine, mpe zawadi ya Christmas. Kuna kadi za Christmas, sijui kama umeshatuma sasa. Mtumie mjomba kadi, mtumie mama, mtumie shangazi. Weka noti ya shilingi 10,000, mwambie nakutakia Noeli njema. Father, karibu utufungie kipindi chetu kwa sala. Basi tufunge kipindi chetu. Tunakimbilia ulinzi wako, mzazi mtakatifu wa Mungu. Tunyemeke katika shida zetu, utuokoe siku zote kila tuingiapo hatarini. Ee Bikira mtukufu mwenye baraka. Amina. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tumtukuze Bwana. Tumshukuru Mungu. Na mtazamaji wa Television Tumaini, kipindi chetu ni kizuri kweli na hatuna namna cha kufanya kwamba muda umetutupa mkono. Hatuna la kufanya, ni lazima tufunge tufikie tamati. Nikushukuru sana kwa kuwa nami tangu mwanzo hadi tamati. Shukrani kwa wenzetu nyuma ya kamera. Asante sana Baba Kio kwa kutufundisha na kutuongozea tafakari yetu. Sina la ziada. Mimi ni Sister Salvina Makonde. Tukutane wakati mwingine. Kumbuka tu ukawe kitabu kwa wengine. Wazazi, tukumbuke sherehe hii ni ya familia. Tukumbuke sherehe hii tuwajali zaidi watoto. Tukumbuke kwenda kutoa zawadi za mtoto Yesu na tujiandae pia kiroho ili tuweze kufurahia kipindi hiki cha Noeli.
Sina la ziada mpaka wakati mwingine. Kwa heri.